Mtakatifu. Ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mtendaji wa ile ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu ambao anatamani katika namna ambayo ni ajabu. Anatamani tumfahamu ili aweze kutenda mambo makuu juu ya maisha. Unajua tuko duniani hapa, tunaweza tukaishi duniani lakini tukawa watu wa sawa. Hivi utapofika mbinguni, ndio mbinguni utafika. Lakini utafika kule kwa kujua ya kwamba kuna jambo moja la muhimu sana kwa sababu ya kutokuelewa kwako kuweza kumtumia Roho Mtakatifu. Na yeye Mtakatifu anakutumia na ukaona matokeo na ukaishi maisha ya ushindi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatamani sana tumchue Roho Mtakatifu kwa sababu hii ndio kila kitu. Hii ndio Mungu. Soma pia Ayubu 33 mstari wa 4. 33 mstari wa 4. Ayubu 33 mstari wa 4 nao nasema, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi na Mwenyezi kunipa uhai. Ayubu hapa anazungumza Roho ya Mungu aliniumba au alinifanya na pumzi ya Mwenyezi kunipa uzima au uhai. Kwa sababu hapa Roho Mtakatifu anaweza yote. Kama yeye ndiye anayetia uhai katika nafsi ya mwanadamu, katika moyo wa mwanadamu, hilo uhai na uzima. Hii ndio pumzi ya namna hiyo inayotokana kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni mwili katika ile sifa ya kujua yote. Kwa Roho Mtakatifu hii ndio kazi yake. Anaweza kuweka pumzi ndani ya mwanadamu. Ayubu alikuwa akijua, alikuwa sasa Ayubu anasema Roho Mungu alinifanya na pumzi ya Mwenyezi kunipa uzima. Kumbuka Ayubu alikuwa katika mateso mengi. Na kama ukimtazama ni kama vile amekufa. Mungu anaishi. Wala Kiingereza anaita dead living body. Yaani mtu ambaye tayari amekufa lakini anaishi. Sasa Ayubu alikuwa tayari akakata tamaa. Hilo tunaini ambalo alikuwa nayo watoto hawako tena. Mali na heshima alikuwa amejenga haikuwa tena. Lakini Ayubu alikuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Pamoja na yote lakini alitambua Roho Mtakatifu alikuwa bado yuko ndani yake. Akasema Roho Mtakatifu yeye ndio ananifanya. Na yeye ndio pumzi ya Mwenyezi na kunipa uzima. Kwa hiyo sasa hili liko mahali kote. Tumetia Zakaria 4:6. Zakaria 4:6. Zakaria 4:6. Zakaria 4:6 inasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo hapa tunaona katika Zakaria 4:6 anasema si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa sasa hapa anadhibitisha kwamba Roho wa Mungu ndiye mwenye kuweza kufanya yale maisha ya wanadamu yawe na uzima kiroho. Nguvu za wanadamu hazifai kitu, wala nguvu za yeyote. Anasema si kwa uwezo wote wa wanadamu, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo hapa Mungu anamtambulisha hapa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetia uzima katika maisha yetu. Kwa huyu Roho Mtakatifu anajua yote. Yesu asifiwe. Tukimjua huyu tutafanikiwa sana katika maisha yetu. Maisha yetu yatakuwa ni maisha ya ushindi. Roho Mtakatifu hana uwezo wa kubadilisha mazingira yote haya. Yeye anaweza kubadilisha hali kwa sababu yeye alikuwa muumbaji. Kumbuka tumeona ile katika Mwanzo 1:2. Wakati wa kwanza kuumba, Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya uso wa hili deni. Kwa yeye anahusika moja kwa moja katika uumbaji. Lakini yeye pia anaweza kubadilisha moyo wa wanadamu. Hakuna moyo mgumu ambao Roho Mtakatifu hawezi kubadilisha. Yeye tu anataka tuweze kushirikiana naye na kumpa nafasi. Yeye tunapokuwa naye anaweza kubadilisha. Kama anasema yeye ndiye anaweza kufanya kuwa kiumbe kipya. Kusema Wakorintho wa pili na ile sura ya 5 na mstari wa 17 anasema hata akiwa mtu aliye ndani ya Kristo yakale kupita na sasa kwa kiumbe kipya. Kwa hiyo yeye anaweza kuweka nguvu katika moyo wa wanadamu na hata kubadilisha. Kwa sababu tunapojifunza juu ya sifa hizi
za Mungu za Roho Mtakatifu. Tambua ya kwamba Roho Mtakatifu huyu si kitu kwa kawaida tu. Unataka kigani hapa katika nafsi kumlia Mungu. Mungu anataka viwango vya kujua Roho Mtakatifu. Nataka kuelewa. Nataka kujua juu ya wewe zaidi. Nataka kufahamu yaani katika jambo ambalo utakie kuondoka duniani kabla hujamjua ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana kwa nini Yesu alikuwa anazungumza kabla ya kuondoka duniani. Alikuwa anajua nini umuhimu wa Roho Mtakatifu na nafasi yake juu ya maisha ya Kristo na juu ya kanisa. Kwa hiyo hakuna tatizo, hakuna mateso, hakuna haja ya kitu ambayo ni kubwa kuliko uwezo wake. Yeye anaweza yote. Yeye anaweza yote. Hakuna jambo wake. Kwa sasa ukisoma katika ile wa Efeso sura ya 5 mzoashi atukuzwe. Yeye Baba wetu, yeye aweze kutenda mambo makuu zaidi ya yale tuwezayo kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Kwa kadri ya Mungu tunamruhusu Mtakatifu ili aweze kutenda ndani yetu. Ndipo hii nguvu ya Mungu inavyozidi kusihinika, ule uweza wa Mungu inapozidi kutenda kazi, na ndipo sababu yetu wa mbinguni anapozidi kutukuzwa. Tusipokuwa na Roho Mtakatifu, Baba hawezi kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio umesonga ni kama dakika 5 hivi tutamaliza. Ndio umesonga. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Tunamalizia sifa za Roho Mtakatifu. Hii Roho Mtakatifu ana ujuzi wote. Ana ujuzi wote. Tusome katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 na wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 sura ya 2 na mstari wa 10 na wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Nayo msema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mstari wa 11. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamwe ila Roho wa Mungu. Biblia sasa kwa sababu inasema yeye anajua ndio ana ujuzi wote. Sasa imeweza kusema Roho Mtakatifu katika kiwango Roho tu wao anafunua Roho Mtakatifu katika roho. Haifananisha roho ya mwanadamu ambaye ikiwa ndani yako wewe inajua yote ambayo yanatendeka katika mwili wako. Na hakuna mtu mwingine ambaye akikutazama anaweza kujua. Ila roho yako inajua. Yesu asifiwe. Kwa sasa anachukulia kwamba kweli Mungu kama tulivyo mimi hivi. Anachukulia kwamba hakuna aweze kujua vile ambavyo Mungu anataka kuanza kutenda. Anasema huyu Roho Mtakatifu ambaye tunamsema tuwe naye, ambaye tuko naye, ili aweze kujifunza na kujiongeza zaidi ndani ya maisha yetu. Yeye anao uwezo wa kwenda hata ndani kabisa ya moyo wa Mungu, mafumbo yale ya Mungu ndani. Akaweza kuyafunua huyu Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu hakuna mtu mwingine anaweza kujua isipokuwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana, na tukiangalia katika neno anasema Roho Mtakatifu unaweza kuyachunguza hata mafumbo ya Mungu katika moyo. Sasa ukiangalia neno kuchunguza inamaanisha kuchunguza kwa undani kabisa, ile hali ya ndani kabisa ya kufahamu kwa kina, sio katika ufahamu wa kawaida. Kufikia mizizi ya jambo fulani, yeye anaenda hata ndani kabisa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji huyo Roho Mtakatifu. Na hata hiyo unakuta tu katika maombi, hata katika wale wa maombezi, katika kuombea. Roho Mtakatifu ndio anaweza kujua hata tatizo la mtu, kwa sababu yeye Roho Mtakatifu anajua hata kabla ya maisha yetu, hata kabla ya msingi wa ulimwengu wako. Anajua nyakati za pale ulipozaliwa, katika matukio yote. Anajua hata baada ya hapo, anajua hata baada ya itakuwa. Hakuna mwingine ambaye anaweza kujua isipokuwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ana ujuzi wote. Anaweza kujua mafumbo yako, anashindwa kujua haya. Huyu ni muhimu sana kwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu sio kiumbe cha kufikiri kwa juu. Bali anafahamu ndani kabisa, ana asili ya mapenzi, ana hekima ya Mungu, na anatamani kuwa mshirika naye mimi na wewe.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimesoma tumalizia maandiko, tusome ile ya Yohana 16:13 ambayo tayari tumeshalisoma. Bwana Yesu asifiwe. Tusome ile Isaya 40 hivyo tuliacha sasa Isaya 40:13-14. Isaya 40:13-14. Isaya 40:13-14 inasema, ni nani aliyemuongoza roho, nitarudia, ni nani aliyemuongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa ushauri wake? Mstari wa 14, alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu na kumfunza maarifa na kumuonyesha njia ya fahamu? Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana maarifa yote, anajua sheria zote, anajua kila kitu. Hakuna mwanadamu, hakuna kitu chochote ambaye anaweza akamfundisha Roho Mtakatifu. Kuna siku moja mtumishi mmoja yule alikuwa na makanisa makubwa kuliko yote. Nafikiri wengi mnafahamu Dr. Eo. Alikuwa na makanisa yalifika kiwango cha watu milioni 1 kwa mara moja. Wakati anaanza naye ilikuwa ni hivyo anaanza kuomba, ulikuwa hakuna nguvu ya Mungu. Lakini baadaye Mungu akaanza kumfanya taratibu. Siku moja Roho Mungu akamwambia, sasa nataka ujenge kanisa kwa watu 500. Bwana Yesu asifiwe. Watu 500. Akaanza kuambia wazee wa kanisa, Bwana ameniambia sasa kanisa na milioni ya watu 500. Watu wakaanza kumshangaa. Wewe mbona tunajengaje ya kanisa? Kwa kaanza kuwashirikisha. Na ndio katika siri ya Daudi, Roho Mtakatifu akamwambia, ni nani aliyekuambia? Bwana Yesu asifiwe. Ushauri wangu, yani maelekezo yangu, uende ukayaoje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Ni kwamba Roho Mtakatifu hana ufahamu wote. Roho Mtakatifu anajua yote. Roho Mtakatifu anaweza yote. Tunapoendelea kujifunza na nini juu ya Roho Mtakatifu, tutapata kujua somo hili mpaka tutapofika mwisho. Tutakuwa tumeelewa Roho Mtakatifu kiundani sana. Na ndivyo hapo sasa atakuwa nafasi ya kuweza kujifunua katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa kusoma tarehe ile kitabu cha Warumi ile sura ya 8:27 kadhalika. Warumi 8:27 kadhalika, Roho mwenyewe utaombea kwa kuugua, kwa maana hatujui jinsi ya kuomba. Roho tuombea kwa kuugua usiweza kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua usiweza kutamka. Naye achunguza mioyo, ajua nia ya Roho. Roho Mtakatifu anaweza kuchunguza mioyo. Yeye anajua nia na anajua sasa namna ambavyo wewe na mimi tunapaswa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tutapofika huko mbele kujifunza vile karama moja baada ya nyingine, tutaona namna ambavyo zile karama za Roho Mtakatifu anatenda karama moja mpaka nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Anatenda hizo kazi ni Roho Mtakatifu. Kwa sasa tukiwa tunahitimisha, tujue kwamba siku ya leo tutaendelea kujifunza somo hili, tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi na zaidi na zaidi mpaka pale tutaweza kumfahamu. Na mwalimu ni yeye mwenyewe. Mimi natumika tu kama chombo, lakini yeye ndiye anatufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika haya anayofundisha basi tunawekea mkazo ukiwa unatembea Roho Mtakatifu. Ukiwa unatembea Roho Mtakatifu si kitu. Roho Mtakatifu ni Roho. Roho Mtakatifu ni nafsi, anahitaji ushirika na Mungu. Roho Mtakatifu hata katika maombi, jua Roho Mtakatifu anahitaji mawasiliano. Niweze kuzungumza, niweze kumsikia. Yeye akizungumza, mimi nimsikie. Huyu Roho Mtakatifu kama kadhalika Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kutamka. Ni nani huyo ambaye katika maombi yetu ni kwamba lazima kuwa kuna mawasiliano ya hapa na pale. Roho Mtakatifu ndio ambaye yeye atazungumza. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza, mawasiliano yake wewe na yeye, hiyo inajenga uhusiano kati ya wewe na Roho Mtakatifu. Ni muhimu kuliko kitu chochote
Yeye ndiye anaweza kutuongoza katika usahihi, kwa sababu anayajua mapenzi ya Mungu kwa kila hali. Hakuna mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja mtu mmoja akamuuliza, mbona kijana hapa akamuuliza mtakatifu, kwa nini unajifunua kwako kwa namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtakatifu akamwambia jambo moja tu. Si mimi najifunua kwa sababu tunataka kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Katika mapenzi ya Mungu. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna mtu anaweza katika mapenzi ya Mungu. Kila mtu atapambana na mambo yake. Kila mtu atakwenda wewe na shughuli zake. Pale anapochoka ataacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia. Na mimi na uhakika kabisa na Mungu amethibitisha hiyo. Tutamjua Roho Mtakatifu. Tutamsikia Roho Mtakatifu. Na karama zake zitatenda kazi. Yeye ambaye atakuwa tayari mwenye sikio na asikie neno hili. Bwana anasema juu ya kanisa. Bwana anasema juu ya kanisa. Bwana anataka kuwa ushirika nasi. Ushirika wa Roho Mtakatifu sio wa mtu mmoja mmoja. Sio Roho Mtakatifu sio watumishi tu wale wengine wakubwa. Ushirika katika kiwango cha ajabu. Kwa sababu akikutazama anaona pale wako tayari. Hata wakati ambapo unamtafuta, hujui hata ule wakati. Na hata wakati mwingine anasema muda wangu sio muda wako. Unakwenda katika muda ambao Mungu anataka kutaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja leo alipokuwa katika sehemu wala Roho Mtakatifu akamwambia toka uende ukaoge. Akamwambia Bwana, uone kwamba mimi niko na watu na rafiki zangu tunakula. Nawezaje kutoka? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akamwambia jambo moja tu. Alimwambia tu. Alihuzunika sana na akamwambia neno. Mimi nakwambia utoke wewe ukaombe, unasema rafiki zangu wawili kuliko mimi. Alikuwa akienda kuomba, ishara na ajabu zinatokea, kuza Mungu zatikisika. Siku hiyo ibada ya chiko alipokwenda hapa kitu. Anaomba, ilikuwa tena kama hali ya kawaida ile ya mwanzo. Baadaye akabidi arudi sasa haombe. Hajiwekee mbele za Mungu tusamehe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatufundisha tuweze kuelewa na kuweka usikivu na kumtambua. Tusipomtambua Roho Mtakatifu hawezi kutenda. Yesu asifiwe. Tusipomwelewa jinsi alivyo, hawezi kujifunua kwa mtu ambaye hajui. Yesu asifiwe. Nikuombe tutenga muda wako katika somo hili, tutajifunza zaidi kwa leo. Naomba tuombe sasa. Ukiwa umebaki huko mwambie Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye ameanza somo hili na namna ambavyo yeye anataka. Watu wengi wanatamani Roho Mtakatifu, lakini bado hatujafika vile viwango tunaenda kwa nguvu zetu wenyewe. Na sisi tunatamani kuwa mcho Roho Mtakatifu na kutembea naye. Ukiwa umetulia, simama kwa miguu yako. Simama ukiwa umekaa huko, ukiwa katika wimbo taratibu wa kuabudu. Leo tunaenda kumlilia Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu ninakutamani. Tutakwenda kwa nguvu zako zote ambazo utakwenda kumlilia Mungu. Naomba isikatwe kwa sababu na watu wanatamani pia maombi ya mishoni yake. Nenda kumlilia Mungu, mwambie na kumtaji. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Ukimjua yeye utaishi maisha ya kumpendeza sana. Ukimjua yeye utakuwa na ushirika. Ukiwa wewe utajua ni nini wakati sahihi wa kukaa mbele za Bwana. Ukimjua yeye utaweza kushauriana naye. Hata neno la Mungu unasoma, umefika tu, umefika katikati, umefika kuelewa neno la Mungu, utamuuliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ulikuwa na maisha hili hapa, kwa sababu yeye ndio mwandishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anayajua yote. Kwa sasa natamani sasa kwa kadri ya shauku yako itakuwa kubwa, na ndivyo atakuwa anaona yeye. Hata wapiga vyombo nao wamemina moyo wako kwa Yesu.
Yeye yuko mahali hapo. Mwambie tu Roho Mtakatifu ninakuhitaji. Nina shauku na wewe. Nina shauku kubwa mno kukufahamu. Nimekusikia nilikuwa nakujua, lakini mimi natamani kukujua zaidi. Mfalme Daudi alijua, ndio unaona ameandika Zaburi nyingi sana. Anauliza swali, niende wapi? Nikae na roho wako Bwana. Niende wapi? Yeye Daudi huyu alikuwa anamjua. Alijua Roho Mtakatifu katika kiwango cha. Na sisi leo hii tunatamani kumjua. Anasema si kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa Roho Bwana, asema Bwana majeshi. Ona neno la Mungu linasema neema yake ipo. Nenda uzungumza naye. Usiangalie kitu chochote kati cha kipindi cha neema. Usiende mbele zake, nenda kwa moyo wa kuchinua, moyo wa kujua kwamba unamjua Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, mimi sikufahamu. Mwambie Roho Mtakatifu, mimi sikufahamu. Nahitaji kukufahamu. Nahitaji nikitoka mahali hapa, naomba nielewe, kwa sababu wewe ndio chanzo cha uzima wangu. Na nimetambua kwamba bila wewe mimi sina uzima wa roho. Nimetambua kwamba bila wewe mimi sina nguvu tena. Nimetambua kwamba bila wewe hata kuomba kwangu hakuna nguvu. Na wewe ndio unayejua mapenzi ya Mungu na kuyafunua juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Ninakuhitaji si kama kitu. Ninakuhitaji si kama nguvu. Ninakuhitaji kama mshirika na mdani wako. Ninakuhitaji kama mpenzi wako katika maisha yako. Ninakuhitaji kuwa na ushirika na wewe. Nahitaji kujifunua ndani yako. Nahitaji mimi wewe ikiwa ni hekalu lako. Ninakuhitaji wakili nafsi. Nahitaji ukae ndani yako. Uzungumza naye yuko mahali hapa. Yesu alisema ya kwamba huyo msaidizi yuko sahihi, atamleta. Yuko sasa, hayuko mbali sana. Ondoa kila mawazo usiruhusu mawazo ya mengi. Huu wakati wa ajabu mbele kwa Mungu. Lilia na moyo wako mlilie Bwana Yesu, amwachie Roho Mtakatifu ndani yako. Lilia. Yeye anasema hataweza kuacha Roho Mtakatifu wala kumlilia usiku na mchana. Wewe umlilia mchana tu, unaweza kumlilia usiku na mchana. Lilia mbele zake hata kwa dakika hizi chache. Lilia mbele za Mungu, mwambie unahitaji Roho Mtakatifu. Na unahitaji Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Ongeza shauku hili uweze ongeza shauku yako chia Roho Mtakatifu. Kwa maana huwezi jambo lolote. Huwezi kuishi maisha matakatifu pasipo yeye. Huwezi kujua neno la Mungu bila yeye Roho Mtakatifu. Huwezi kufanya kitu chochote cha kiungu bila yeye. Huwezi kumshinda shetani na nguvu zake bila Roho Mtakatifu. Hauwezi. Roho Mtakatifu ndani. Ukiwa mahali hapo sasa tafakari. Na uko ndani yako, uko ndani yako. Na wewe unasikia pia. Tafakari juu ya Roho. Tafakari. Kwa shauku. Mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji. Mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji. Moyo wako sasa. Mpe moyo wako sasa. Mahali shauku ilikuwa karibu. Wakasema chea mjadiliano wa Roho Mtakatifu. Wale watu wakasema hata hatumjui Roho Mtakatifu. Na wewe utaombea unatangaza Roho Mtakatifu. Na mahali pale wakatikiswa. Basi ndipo mahali hapa sasa. Kwa mahali hapa sasa Roho Mtakatifu mlilie tu Roho Mtakatifu mlilie. Usitazame chochote, usitazame mwenzako, usitazame nyumbani, sahau shida, sahau matatizo ulionao, sahau hali yote iliyokukumba. Mwaze Roho Mtakatifu peke yake alipo mahali tu. Yeye ndio kila kitu ukipata rafiki yako. Ukipata kila kitu, ukipata yeye ndio rafiki wa ajabu. Yeye ndiye atakayekuja na wewe katika nyakati zote. Yeye atakufariji.
Yeye atakutetea hata pale ambapo hakuna mtu wa kutetea. Yeye atakuwa mlinzi hata pale umelala. Hakuna adui atakayekuja kwa sababu Roho Mtakatifu yupo. Mwambie Roho Mtakatifu, nakuhitaji rafiki yangu, nakuhitaji rafiki yangu, nakuhitaji rafiki yangu, nakuhitaji wewe peke yako. Naomba ukae ndani yangu, naomba ukae ndani yangu rafiki yangu, naomba ukae ndani yangu. Ndio. Zungumza naye. Mbele zake mashauku ya kukuhitaji. Lia mbele zake. Lia onyesha shauku ya kukuhitaji. Onyesha shauku tetemekeni mbele zake. Weko wake utetemekeni mbele zake. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Zungumza naye. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji. Sina mwingine wewe peke yako rafiki mwema. Sina mwingine wewe ambayo utakayenipata na msima ndani yangu. Ni wewe ambaye utakaoisha tena nafsi yangu na roho yangu. Ni wewe ambaye utanipa nguvu ya kushinda majaribu. Ni wewe ambaye utakanisafisha na kunikamilisha katika utakatifu. Ni wewe ambaye utakaniwezesha niishi maisha ya mapenzi ya Mungu. Ni wewe ambaye utakaonifanya niweze kumjua Yesu. Ni wewe ambaye utakufungua hapa niweze kumwelewa. Ni wewe ambaye utakayefunua mapenzi ya Mungu ndani yangu. Ni wewe utakayeniwezesha Mungu ili tamaa na dunia zote, tamaa na yote ya kidunia isinishinde. Ni wewe Roho Mtakatifu utakayenisaidia hata niwe hata kuzama rohoni mwako. Ni wewe Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana Yesu akupe Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana akupe Roho Mtakatifu. Yesu achilia nguvu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia nguvu yako Roho Mtakatifu. Achilia nguvu watu wako. Achilia nguvu yako. Tembea katika watu wako. Tembea katika jina la Yesu. Tembea jina la Yesu. Achilia. Tembea katika roho yao. Katika roho yao. Roho Mtakatifu, katika roho yao. Weka alama katika jina la Yesu. Weka alama ndani ya roho yao. Achilia. Jifunue ndani ya roho yao. Jifunue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, achilia nguvu yako. Tembea na kila mmoja leo kuomba. Use kila mmoja katika moyo wa kila mmoja. Gusa kila mmoja
gusa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achilia Baba, achilia Baba, achilia utawala moyo wake. Moto anatamani wewe Roho Mtakatifu, anatamani kuishi na wewe. Kaa ndani yako, kaa ndani yako, kaa ndani yao, 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 kaa ndani yao. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, achilia wingu lako, 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 achilia achilia kifurahisha. Tembea katikati yao, tembea katikati yao, kifungue katika maisha yao, kifungue katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, achilia neema yako, achilia Roho Mtakatifu, yezeshe kuinua juu ya watoto wako. Watoto wako wanahitaji, hawataki kuwa watu kawaida, hawataki kwenda kimazoea, hawataki kwenda hapa. Achilia nguvu yako, achilia nguvu yako na maisha kama wasiki ndio msiki, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu. Asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba. Utukufu wako umetanda, utukufu wako umetanda, utukufu wako umetanda, utukufu wako umetanda, utukufu wako umetamalaki, utukufu wako umetamalaki, utukufu wako umejaza nyumba, utukufu wako umejaza nyumba, utukufu wako umejaza nyumba. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana.